Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Hii ni Machi mwaka huu 2026, imani iokoayo. Leo tutaangazia somo la Machi 5 linalosema majaliwa ya Mungu yanayookoa. Warumi sura ile ya 8 aya 28 imeandikwa, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi ya pekee uliyotupatia tujifunze neno lako. Tusaidie tuweze kutikia neno hili katika jina la Yesu Kristo, amina. Ukweli kwamba tunaitwa kuvumilia majaribu huonesha kwamba Bwana Yesu anaona ndani yetu kitu cha thamani ambacho anatamani kukikuza. Ikiwa hakuona chochote ndani yetu ambacho kingeweza kulitukuza jina lake, asingetumia wakati katika kututakasa. Hata tupa mawe yasiyo na thamani katika tanuru lake, ni madini ya thamani ambayo yeye huyasafisha. Mungu kamwe hawaongozi watoto wake vinginevyo zaidi ya vile ambavyo wangechagua kuongozwa. Ikiwa wangeweza kuona mwisho tangu mwanzo na kutambua utukufu wa kusudi ambalo wanalitimiza kama watendakazi pamoja na yeye, yote ambayo yalitutatiza kwenye utendaji wa Mungu katika ulimwengu ujao yatawekwa wazi. Mambo magumu kueleweka yatapata maelezo wakati huo. Siri za neema zitafunuliwa mbele yetu. Pale akili zetu zenye ukomo zilipoona mikanganyiko tu na kuvunjika kwa ahadi, tutaona upatanifu mkamilifu na mzuri zaidi. Tutajua kwamba upendo usio na mwisho uliamuru matukio ambayo yalionekana kuwa yenye kutujaribu zaidi. Yeye aliyejazwa na Roho wa Kristo anakaa ndani ya Yesu. Dhoruba iliyokusudiwa juu yake humwangukia Mwokozi ambaye humzingira kwa uwepo wake. Chochote kinachomjia hutoka kwa Yesu. Hana uhitaji wa kupambana na uovu, kwa maana Yesu ni ulinzi wake. Hakuna kitu kiwezacho kumgusa isipokuwa kwa ruhusa ya Bwana, na mambo yote yaliyoruhusiwa hufanya kazi pamoja kwa ajili ya wema kwa wale wampendao Mungu. Baba yetu wa mbinguni anazo njia maelfu za kutupatia kile tusichojua. Wale ambao hukubali kanuni moja ya kuinua kazi ya Mungu wataona mashaka yakitoweka na njia kuwa wazi miguuni mwao. Kama mtoto mdogo utumainie uongozi wa yeye ambaye atailinda miguu ya watakatifu wake. Samueli wa kwanza sura ile ya 2 aya 9. Tunapozisalimisha njia zetu kwake, ataziongoza hatua zetu. Hii ni Machi 5 mwaka 2026, mada ikisema majaliwa ya Mungu yanayookoa. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako, ndani yako mwamba
wimbi la mawio, saa ya upweke, majaribu yanaponiandama. Fikia maisha pasi utulivu, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha